mfurahie hali nzuri ya hewa ya mkoa na mfurahie ukarimu wote ambao mtakuwa mmeupata. Na kwa wale viongozi wenzetu ambao wametoka wilayani na mikoani, tunawakaribisha sana. Hizi kazi ni mzunguko. Mnaweza mkajikuta mmekuja Njombe hapa kwa marasi, wakurugenzi, madisi na kazi au maasi. Sasa ndugu naibu katibu mkuu na meza kuu na waheshimiwa wote ambao wako hapa, kama alivyozungumza dadangu Irene DG wa Kopra, nilikuwa naangalia ratiba hii. Imejaa wazungumzaji wengi sana wa serikali. Kwa hiyo kaambia, tukianza hapa salamu za serikali, salamu za hawa. Sikia tutasalimiana. Nadhani ni vizuri tuipe fursa sekta binafsi. Tuwasikilize zaidi wao wazungumze. Hilo la kwanza. Kwa kwenye engagement Irene tutawapa nafasi zaidi sekta binafsi. Mkutano kama huu una vitu viwili tu. Kwanza una nafasi ya ufunguzi kama hivi tunafungua. Cha pili ni moyo wa mkutano ambayo Irene ambaye DG wa Kopra atazungumza. Cha tatu au cha pili, maana sasa all is not important. Cha tatu ni huyu ta. Alafu wachangiaji. Na sisi wengine ni wachukua notes. Sasa kwenye jambo hili naibu katibu mkuu, huu ni mkutano wa msingi sana. Huko nyuma ule mkutano wa kwanza tulikuwa tufanye Dodoma, tulikuwa tufanyie hapa. Lakini ratiba ya mheshimiwa waziri ikawa sio rafiki. Nikaambia Dairi ni kwamba hatuna haja kugombania venue, tufanyie Dodoma. Lakini mimi ni muumini kwamba kesi ya shamba inaamuliwa shambani. Mkutano wa parachichi ufanyikie wanakolima. Tuwe tukarotate sisi wenyewe either Njombe, Iringa, ile mikoa ambayo inalima. Ili tutoke kwenye ile kasumba unafanya mkutano Kempinski Dar es Salaam, mnajadili mazao ambayo huko hawayajui. Tujadiliane hapa. Kwa hiyo naibu ikikupendeza tunaweza tukatoa rotate kwenye mikoa. Watu wanakaa Njombe, the next kama ni Mbeya, Tukuyu, sehemu nyingine labda Arusha, hivyo watu wanafanya ile mikutano kwa hilo la pili. Lakini la tatu, huu mkutano ni wa muhimu sana. Ni mkutano mzuri sana na wa muhimu sana. Huwa kuna vitu nikivizungumza na watu wa serikali wanajisikia vibaya. Na huwa nawaambia sisi watu wa serikali huwa tunapata akili tukishatoka kwenye hivi viti. Kwa hiyo na mimi singependa nipate hizo akili baada ya kutoka. Mimi napenda tupate akili tukiwa tuko kwenye viti hivi. Kuna watu wanakaa kwenye mageti, sijajua kama leo wameitwa humu, lakini wapo wanaoweka mboni wa kurugenzi. Kule kwenye mageti. Mkutano huu pamoja na vitu vingine vyote ni lazima tuwajadili athari ya hasara ambazo wakulima wa parachichi wanazipata kutokana wakati mwingine na ubutu wa sisi watu wa serikali kwenye kufanya maamuzi. Kwa sababu kuna hasara nyingi sana zimepatikana kwenye zao. Kuna watu walikosa soko la India kwa sababu kuna mtu amekaa getini anabishania risiti kama hii risiti ni ya ukweli au si ya ukweli. Matokeo yake mzigo kashindikana kufika Dar es Salaam kwa wakati, meli ikaondoka, parachichi zikaoza na soko akapoteza. Huyu mtu unamkompensate vipi? Ndio mambo ambayo tunapaswa kujadili. Sera, kanuni na taratibu STK za sisi watu wa serikali tunazijadili kila siku hili. Kwa hiyo mimi nitazungumza half caste. Alafu mtu wa serikali, alafu mtu ambaye pia nalima, ninafahamu hiyo industry. Sasa la kwanza, kwa mfano hapa tuna wakurugenzi, tuna madisi na sisi marasi. Huwa ninawaambia watu wangu hapa kwamba katika career growth yangu nadhani moja ya eneo ambalo naumia kulikosa
ni kuwa mkurugenzi wa halmashauri. Mimi nimegrow career hivyo being DC RC. Lakini pengine ningekuwa mkurugenzi wa halmashauri ningekuwa nazungumza kwa mifano kwamba nilipokuwa mkurugenzi nilifanya hiki. Na moja ya vitu ambavyo nilizungumza katika maisha yangu, nisingekuwa mkurugenzi ambaye ningekuwa nakusanya ushuru wa chooni. Lakini mimi ningekuwa mkurugenzi nisingeweza kuweka watu kwenye mageti wanatoza ushuru wa mahindi shilingi 1000. It's completely nonsense. Lakini kwa sababu uko kwenye kiti, hii akili utaipata leo. Kwa sababu unawaza kukusanya mapato na akili yako imekuwa limited. Kuna siku nimeleta watu ofisini, hawa kwangu wanaongea nao, naambia hebu tujadili uhalisia. Mimi Anthony Mtaka nimeamua mwaka huu, nataka kulima viazi naibu. Nimeenda nimechukua mkopo wangu mwenyewe. Nikakodisha shamba heka moja shilingi laki. Nikanunua mbegu za viazi mwenyewe. Dawa mwenyewe. Mbolea mwenyewe. Watu wa kupalilia mwenyewe. Kuvuna mwenyewe. Kushona magunia mwenyewe. Kukodisha usafiri mwenyewe. Unatoa wapi warali wakaa getini ukasema mwaka huu gunia la viazi shilingi 1000 ushuru? Kama kwani umechangia shilingi ngapi hapo? Yaani kipi ambacho umechangia? Kwa sababu anaweza kaamua kwamba sitaki kulima. Utanicompensate? Na unakaa kabisa mpaka unakasirika, mnabishania bei ya ushuru wa zao ambao wewe ushiriki chochote. Siwezi kuwa mkurugenzi mpumbavu wa kiasi hicho. Siwezi. Na huwa I feel very sorry kwa mtu ambaye anashika nafasi hiyo na umeenda chuo kikuu umedefend degree na masters with your PhD. Unakuja kuimplement. Mimi nikimuona mtu niime mahindi yangu afu niambie gunia shilingi 1000. Umetumia kigezo gani? Ulinichangia kipi? Kuna mara halmashauri yako inanipa mbolea ya bure? Hapana. Serikali ni kweli umenipa mbolea ya ruzuku. Did you cover hiyo ruzuku? Kama mfuko ni shilingi 100,000, halmashauri tumekulipia 50,000, hii tukutoze? No. Mimi nafuga samaki Musoma. Namuuliza mkurugenzi, wewe ofisi yako iko hapo jirani na Ziwa Victoria. Kwa nini usifuge samaki? Kwa nini uje kutoza ushuru kwenye samaki ambao sio wa kwako? Ulichukua mkopo wewe? Hapana. Yaani wewe hapo umechangia nini? Mmekutana na wajinga 18 kwenye CMT mnajadili kwamba tutoze shilingi kadhaa kwenye ushuru. Wewe umechangia nini? Na nasubiri tumalize uchaguzi na madiwani, nataka tufute ushuru. Nataka nionane na CMT na mabaraza. Kwa sababu watu 18 ni degree, ni masters. Yaani hawa watu wameingia kigarama kiasi gani? No. Wewe unaona ile parachichi, unafahamu gharama ya kuzalisha? Hata afisa kilimo wako hajui. Nenda ukatembee uone kwani gharama ya kuzalisha parachichi ngapi ili upate confidence ya kutoza. Na unatoza nini? Kama wewe kwenye halmashauri unakusanya bilioni 4, unataka ushuru wa parachichi, sijenga facility ya kukusanya parachichi ili waite pale utoze. Maparachichi yakisafirishwa ya kwako, yakioza ya kwangu mimi nayo lima. Kwa hiyo ni lazima, mimi sielewi. Haijai kuniingia, ndio maana nasema I wish ningekuwa mkurugenzi, ningeonyesha kwa nchi nzima maana ya kuwa mkurugenzi wa maendeleo ni nini. Sio, mnanielewa? Ningeonyesha. I'm always walking the talk. Siwezi kutoza. Mimi nilikuwa mkuu wa wilaya Mvomero 2012. Kaangalieni pale Mvomero pale tuna ushirika unaitwa Wawakuda. Nienda USAID kuomba hela dola milioni 300 kufanya irrigation scheme ya Dakawa. Hii tuwe na uhalali wa kutoza. Mkurugenzi wangu alikuwa Karia, rais wa TFF. Wewe mtu amelima tu mpunga anapiga maombi yeye mwenyewe Mungu amjalie mvua inyeshe. Wewe unamwambia kwamba gunia la mpunga shilingi 2000. Umecontribute nini? Kwa sababu unakaa kwenye gari la bure, nyumba ya bure, umeme maji bure. Akili zako zinakuwa kwenye udumavu wa kutofikiria nje hilo boksi.
na ni lazima uiriteti akili na moyo wako ili uweze kufanya maamuzi ambayo yanahusu watu. Sijaona logic tunatoza ushuru wa parachichi kwa kipi ambacho umekichangia. Kodi ya ardhi analipa mwenyewe kwenye shamba lake. Hati amelipia mwenyewe hilo shamba, mkopo kachukua mwenyewe, miche kanunua, mbolea ya kwake, vibarua wake. Anapuliza dawa mwenyewe, anatunza mwenyewe, anachomwa miparachichi yake hasara ya kwake yeye. Unaona katu pale na wenzako 10 na wanasema kwamba mwaka huu ushuru wa sesi ni kiasi hiki. Yaani umechangia nini? Kipi? Sijaelewa. Lakini nasubiria tumalize baraza, tumalize uchaguzi, nikae na madiwani tuulizane. Vinginevyo hakuna ushuru. Hii nchi ina lot of resource, mkoa una lot of resource. Situtumie tu akili. Kwa nini halmashauri tusifikirie kwamba kwenye projection ya halmashauri kwanza tuna wakulima kadhaa wa parachichi, wakulima kadhaa wa viazi. Halmashauri tutakusanya bilioni 5. Sikachukueni mkopo basi. Mjenge cold facilities za kuhifadhi maparachichi na viazi. Ili mtu anayeingiza hapa parachichi kwenye hili jengo, mnamwambia utalipia. Kwa sababu tumekusaidia kuongeza shelf life ya parachichi, shelf life ya viazi. Sasa mkulima analima viazi, gunia linaporomoka kutoka 60,000 na kwa shilingi 25,000. Wewe bado ushuru wako umesimama pale pale bila kujua kwamba huyu mtu ameuza kwa hasara. Hata hela aliyolimia kwenye eka moja haijarudi. Na hapo unakuja tunaweka hapa watu listi hapa kutoa salamu. Anatoa salamu ipi? Hapa. Wataka kumpa nani maelekezo? Unampa nani? Mimi katibu tawala wa uchumi na fedha. Uchumi upi unaosimamia wewe? Uchumi wa makaratasi umechangia nini kwenye uchumi wa mkoa wako kwenye wao kulima? Kipi? Yaani kipi? Katibu wa uchumi na nini? Uchumi na unazalisha nini watoto? Asimame mtu anasema mimi ni katibu wa uchumi na uzalishaji kwenye mkoa na wakulima 15 nimewafikisha hapa, niliwachukua nikawapeleka TIB bank, nikamwambia TIB wape rate ya 5%, tukawasimamia mbolea, tukafanya hiki. Sasa wewe una chochote unazungumza tu cheo tu. Nani? Lakini nawaambia wenzangu wa serikali utachukia haya maneno. Subiri, mimi sitakutana nao hapa kila siku. Waliotutangulia kwenye vita amestaafu. Ana shamba la parachichi, mbolea hana, dawa hana. Anapiga simu ya kila mtu haipokelewi, ndio anajua kwenda benki anaweka nyumba yake rehani, ndio anakuja hapa kulalamika. Ukiwa hivi kwenye viti hivi uelewi, umekuja hapa na posho na mafuta ya serikali. You don't understand? Kwani lazima hapa hii listi hii hapa. Watu wote hapa wana cha kuzungumza hawa. Sasa anaeleza nini? Wakulima wazungumze maswaibu wanayokutana nayo na sisi. Nimemwona kakaangu Anyu pale Tukuyu, maparachichi wakulima kule yanaoza. Mkurugenzi yupo. Yanapooza ni ya kwake? Si ya kwake. Wanahangaika wao kupeleka Afrika kwa Najibu. Wanakodisha malori wao. Alafu kuna mtu amekaa getini, maparachichi yangu yameoza, nimeenda kuyauza kwa hasara, umekaa pale getini pale. Natoza ushuru upi? Tukuyu pale maparachichi daraja la pili ambao tulisema sio reject. Tulikuwa tunanunua kilo moja shilingi 150. Yes, shilingi 200. Wewe unatoza ushuru wako ule ule. Unafahamu hii hasara niliyopata mimi kwenye shamba? I thought mkurugenzi wa Tukuyu anaweza akapata feeling za kusema tujenge facility. Amekaiza mashavu kwenye geti na watu wake, leo mmekusanya shilingi ngapi ya ushuru? Na una katibu wa uchumi na uzalishaji wa mkoa wake anajitambulisha. Watu wanauza maparachichi huko Tukuyu. Sisemi mkoa wa mtu. Nimeyasema haya kwa watu wa Makete, nikamwambia Makete kuna kata kule inaitwa Kituro wanazalisha viazi, ushuru wa viazi milioni 700. Halmashauri inakusanya ushuru wa viazi kata moja milioni 700. Kwa nini usifikirie kuwafungia miundombinu?
Wao unakusanya 700 milioni msimu wa viazi mviringo. Na wao wanafanya kukusanya kila mwaka. Kwa nini tunafanya wakalima mara 3 kwa mwaka? Kwa nini usenge facility? Leo kule Makete viazi ni shilingi 30,000 kwa gunia. Hiyo hasara halmashauri inachukua. Na katibu wa uchumi na uzalishaji anazalisha nini? Mimba za nguruwe au za nini? No. Nasema tena, I wish siku nisi kupataga hiyo nafasi ya kuwa mkurugenzi. Ningetoa mfano, mimi kwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, nikamuita mkurugenzi Mafuru. Nikaambia, hivi sisi hapa tuna degree wote ni Youngs. Kwa nini tuamini kwamba machinga kupanga nguo barabarani ni uchafu, wakati huo ni uchumi wao? Kwamba sisi na haki zetu zote hatuna uwezo wa kutransform. Ndio maana tukajenga ile soko. Nikaambia, hatutoi machinga barabarani, tutajenga na tutarepress. Na tukutoa mchi nzima Dodoma, tukutoa watu kwenye barabara. Kwa sababu ule ni uchumi wake yeye, ni uchafu. Huo ni ujinga wako wewe. Kwa sababu mimi nauza hizo nguo, napata hela kuisha familia yangu. Kama unaona ni uchafu, jenga facility ya mimi kutopanga nguo kwenye miti. That's what we do. It's how brain inafanya kazi. Waona beba mgambo anakuja kumwaga hapa unanima marobota ya nguo za watu. Unafahamu kwamba mtu anayeuza nguo kwenye miti anakula chakula wapi? Anauziwa na mtu anayeuza makande, upawa moja shilingi 100, chai ya kombe cha plastiki shilingi 50. Huyu mtu jiona anaenda pale sokoni anachukua masaro ya nyanya. Anachukua miguu ya kuku, anakusanya ananua, ndo anapeleka nyumbani kwake wanakula chakula. Hakuibii wewe akutukani. Wanasema toka hapa mimi usababisha eneo letu la mji inakuwa ni wachafu. Wewe ndo mchafu wa akili. Lazima uje kwenye solution. Nisingetoza, nawaambia hapa, mimi ningekuwa sitozi. Nakaa kwenye kikao, rais amekuteua kuwa mkurugenzi, unajadili. Hapa tunajadili. Nataka wasikie wakulima ni changamoto zipi ambazo sisi serikali tuzifanyie kazi. Sio mtu aje hapa tuambie mimi mkoani kwetu tuna wakulima 500 wa parachichi, umewasaidia nini? Tunafahamu hizo takwimu tasikuku. Tutagugu hizo takwimu. Mazungumzo yote ambayo ninyi watu wa serikali tunataka kuzungumza hapa yako kwenye mtandao, tutayasoma. Mimi nataka kusikia from the ground hawa wanaolima. Changamoto ni zipi? Na hapa hatuji kusherehesha kuzungumza. Hatuji kusherehesha kuzungumza. Sisi tunaelewana? Na mnekuja huku Njombe. Sasa hapa we are here for serious business. Hapa hatufanyi talk show. Hatufanyi talk show. Lakini wakurugenzi wa Njombe mlioko humu lazima mjue kwamba mwezi wa yani tukimaliza kutiki Oktoba tu watu wamepiga kura. Mabarasa yote CAT zote. Lazima tukubali. Haiwezekani. Sasa rais atafanya vingapi? Sheria ya local government inakuruhusu kufanya biashara. Unaona wananchi wako wanahangaika, viazi vinaoza, matunda yanaoza. Sinenda taa. Waambie tunaweza tukapata facility za kujenga, tukajenga kodi tukakusanya. Yaani kwa nini? Tubadilishe matumizi ya hizo hela ambazo unaruhusiwa kufanya ndani internally kwenye maendeleo. Sasa serikali kuu itafanya vingapi? Vingapi ufanyiwe? Vingapi? Pilot basi hata kwenye eneo lako. Sasa mtu anakuambia unajua wakulima hawafai. Sifanya. Tukaribishe private sector, tuwape maeneo. Lazima aina hiyo ya mazungumzo ndo tuiadvance. Why should we discuss mambo ambayo ni ya kila siku? Ya kila siku ni yapi? Tumetoka kulima eka 1000, zimekuwa 2000. Kwani unataka ziwe ngapi? Unataja takwimu ambazo hata hujawahi kuzishiriki. Zipi? Rusungu yuko wapi? Rusungu afisa biashara wa mkoa yuko huko. Kila siku Joel yupo. Joel yuko pale. Hao ni mashahidi. Kila siku mimi napokea simu saa 8 usiku. Parachichi zimezuiwa magetini. Yaani una mtu ni mjinga hajui kwamba parachichi ni zao linaloharibika. Anazuia parachichi utadhani ni mbao zinasafirishwa. Makete, viazi Makete. Sio ameenda geti gani? Kazuiwa. Eneo letu sisi huku ni baridi. Kutokea Iringa kwenda huko mbele ni joto. Mtu akistaki kwenye geti masaa 4, viazi yani tuna watu wanapata hasara, wanachukia serikali kwa sababu ya ujinga wetu sisi tulio kwenye local government. Wanachukia. Hatuwezi.
Hatuwezi kufanya ujinga wa aina hii. I'm sorry to say it. Hapa Najibu yuko wapi? Maroli, so ile maroli yanakuja pale kaka. Yale maroli yana maparachichi ya reject. Thousands. Mpaka wanakulilia kipindi kile umeenda Dar es Salaam watu wanapeleka kumwaga hawawezi kumwaga. Hivi hata halmashauri tu kupata ile akili kwamba kwani kucrash tu haya maparachichi akiingia kwenye mafuta ukasema half process tukamuuzia Afrika. Kwani shilingi ngapi hizo mashine? Bado una mtu leo kwenye halmashauri anaomba ruhusa akatembelee Ngorongoro. Yaani mtu una miaka 40 ukaone tembo anavyofanana. Wao tembo. Ndio kazi ya halmashauri. Akaone twiga. Yaani mtu anaomba kibali baraza la kanseli ikatembelee mbuga ya Serengeti. Una miaka 40, achia watoto wako. Achia watoto. Unaenda maonyesho ya 8-8. Mimi naenda 8 pale naangalia. Mtu mzima na mtoto. Vile vitoto vya shule ya msingi vinavyoenda 8-8 vina akili kuliko ninyi watu wengi wa serikali mnaenda 8-8. Kwa sababu kale kana interest ya kuuliza huyu ng'ombe na sisi wa kwenda anaenda tufanya. Unaona watu wameposti kwenye Instagram. Niko banda la Taha. Kwa kweli Mungu ametusaidia leo siku ya pili ya 8-8. Teknolojia zimekuwa sana. Nimechukua makundi ya vijana wa halmashauri, nimekuja hapa tulipie irrigation ya drip kutoka hata waje wafunge kwenye maeneo yetu. Na wewe unatembea kama watoto wako wanavyotembea. Sasa kwa akili hizi kweli tutatransform hapa zao. Tuwajadili hapa wale walime, wewe unajiandaa ushuru. Yaani tuna watu hapa. Wale wanalima na kuna mijitu imekaa hapa inajaa. Mwaka huu ushuru wa parachichi sasa 2,000. Hatuwezi. Kwa hiyo nadhani nimalize kwamba kwanza nitakuwepo hapa ile. Nitakaa hapa mwenyewe nitakuwepo kwenye kikao. Lazima tukubaliane leo kikao chetu moja ya maazimio lazima tukubaliane. Hata kama kuna uhuni unafanyika kwamba tunasema nasafisha parachichi afu kumomo ndani labda amebeba kitu kingine. Bora tutafute solution. Lakini kwa huku Njombe mzigo wa parachichi ukaozea kwenye geti. Tutaenda kwenye taratibu za utumishi zinasemaje? Hatuwezi kwa huu ujinga. Kwa sababu watu wanachukua mikopo. Gari unaoliona imebeba parachichi limekodishwa. Mwenye gari anasubiri kufanya kazi nyingine likifika. Huyu mwenye mzigo wanaopeleka ule anawalipa. Dereva atalipa mkaliza hapa siku 3. Nani analipa ziada hiyo hela? Kuna mnyororo wa vitu vingi lakini hutafahamu kwa sababu una vya bure, gari la bure, nyumba ya bure, mafuta ya bure, umeme wa bure. Hutaweza kupata akili leo. Subiri utoke kwenye kiti kesho utapata akili. Walio tutangulia nao they have the brain. Na utanao muuliza vipi mkurugenzi? Unalima? Mwambia isa kilimo. Ulikuwa unafurahia kutoza ushuru. Ulikuwa unafurahia? Naona afisa kilimo hajui hata shamba linafananaje. Yeye kazi ya afisa kilimo kukimbizana na mageti. Yaani yeye ukuu wake wa idara kwenye management ya halmashauri ni kutoa taarifa ya makusanyo ya ushuru wa parachichi, makusanyo ya ushuru wa kiazi, makusanyo ya ushuru wa mahindi. Umechangia nini? Hakuna. Kwa nadhani kwamba idara tuwape nafasi wakulima waanze kuzungumza. Hawa watu wakitoka hapa wamekasirika haipunguze wale ongeze chochote kwenye mjadala. Tuwasikize wale wazungumze sana kwa upana wakulima na processors. Na watu wanao process. Hawa toza ushuru. Hawa wasubiri kwanza. Tuwasikize watu wanaolima na wa processors. Basi nikuombe Kopra ufanye wasilisho.